na majina mengi humu ndani naitwa Mahandunje, mara Joti, yani kuna majina mengi sana ambayo naitwa. Inawezekana mimi ambaye nikiwa sipo kwenye ambacho nakifanya huaga nawaza sana siku nikidondoka ambao wako nyuma yangu watafanya nini. Kwa sidhani kama nitakuja kudondoka kirahisi. Umecheza timu moja na Bernard Morrison. Morrison ni mtu wa namna gani? Mshikaji mmoja yuko fair sana. Blaza. Mtu ambaye maisha ni yale yale tu, hayabadiliki. Zaidi unapofanya kitu kizuri unaacha deni katika maisha ya soka. Kwa hiyo mimi nina deni kubwa kwenye kila mmoja, kwa sababu kila mmoja Mwenyezi Mungu amempangia riziki yake. Kwa hiyo tupo katika changamoto hiyo na ni mambo ya kawaida katika soka. Bado watu wana imani na mimi na bado na deni kubwa katika viunga vya Mashujaa, kwa sababu na imani katika kile ambacho nimepewa, sio katika kile ambacho nimekirudisha. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, kwa hiyo naithamini sana leo ambayo ina faraja kwangu. Sijajua kesho Mwenyezi Mungu ataniwekea wapi, lakini ndoto zangu kuwa zaidi ya hapa ambapo nilipokuwa. Kwa hiyo ikipatikana nafasi ya kutoka nje ya Tanzania, tutaenda kufanya vizuri pia zaidi ya hapa ambapo tunafanya. Sisi kwenye maisha yetu kuna sherehe 3. Ya kwanza ni kuzaliwa, ya pili kuoa na ya tatu ni kufa. Kutokuonekana ama kuonekana, hiyo ni kazi ya mwalimu, kwa sababu sisi tumesajiliwa wachezaji zaidi ya 32. Kwa hiyo anayefanya vizuri katika macho ya mwalimu ndio ambaye anaanza. Muhimu tunaombeana dua tupate matokeo mazuri na tuwe na mchezo mzuri kwenye kila mmoja, kwa sababu kila mmoja Mwenyezi Mungu amempangia riziki yake. Kwa hiyo tupo katika changamoto hiyo na ni mambo ya kawaida katika soka. Unadhani ni kitu gani ambacho kwako kimepungua kiasi cha kufikia hatua una struggle kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza? Hakuna kilichopungua. Zaidi tu umekuja katika sehemu nyingine na maisha mengine, kwa hiyo lazima ili uonekane upo katika nafasi fulani lazima utoe kitu cha zaidi. Kwa hiyo tupo katika kujitoa imadi kumpatia mwalimu kitu cha zaidi ambacho anachokiona kiko bora, imadi kuanza katika kikosi cha kwanza. Watu walipokuona, waliposikia unajiunga na Mashujaa walikuwa surprised, yani kutokana na performance uliyoonyesha ukiwa na Ken Gold. Wengi hawakutaraji kwamba ungeweza kujiunga na Mashujaa. Kitu gani kilitokea? Bado watu wana imani na mimi na bado na deni kubwa katika viunga vya Mashujaa, kwa sababu na imani katika kile ambacho nimepewa, sio katika kile ambacho nimekirudisha. Kwa hiyo nipo katika kujitoa, kujiweka sawa katika mazoezi, kama nilivyokuambia mwanzo, kuonyesha tu kumuonyesha mwalimu kwa na mimi kwa nahitajika kuwepo katika mchezo huu, katika nafasi hii, basi tutakuwepo, maana mwalimu ndio mwamuzi wa mwisho nani anacheza na nani ambaye acheze. Huu ni msimu wako wangapi kwenye ligi kuu Tanzania bara? Msimu bora huu ni msimu wa 2 kwenye ligi kuu bara. Lakini hiyo msimu iliyopita baada ya kutoka na Mungu sijadumu sana katika ligi kuu. Nikawa nadumu katika ligi daraja ya kwanza na ligi daraja ya pili. Kwa hiyo ni msimu wangu bora wa tuseme wa 3 kutoka Mtibwa, Ken Gold, Mashujaa. Wengi wamekufahamu baada ya lile bao lilomfunga Djigui Diarra, ndo watu wakafahamu kuna mtu anaitwa Sholo Bwenzi. Selemani Bwenzi. Ni kitu gani kilichobadilika baada ya wewe kuwa umefunga lile goli dhidi ya Djigui Diarra kwenye maisha yako ya mpira wa miguu? Maisha ni yale yale tu, hayabadiliki. Zaidi unapofanya kitu kizuri unaacha deni katika maisha ya soka. Kwa hiyo mimi nina deni kubwa, yani ambacho nimekifanya mwaka jana kikubwa sana na tofauti ambacho nakifanya mwaka huu. Na mimi kama mchezaji huwa naumia kuona kuwa mwaka jana nilifanya kitu kikubwa katika muda mdogo na mwaka huu sijafanya kitu kikubwa bado, kwa sababu hii ni mechi ya 6, mechi ya 7 na kesho nacheza mechi ya 8 kitu kama hicho. Na sina goli hata moja. Katika mechi hizo, katika kumbukumbu zangu nimecheza mechi 4. Sina goli bali na assist. Kwa hiyo nimekuwa kama mchezaji inanipa changamoto kubwa sana kukaa kujiuliza ni tatizo wapi nakosea. Kwa hiyo nipo katika kumwomba Mwenyezi Mungu, kila kitu kinapita na nyakati ngumu ni nyakati nzuri katika mchezaji. Anaanza vizuri inawezekana si ambaye anamaliza vizuri. Kwa ukijitathmini wewe mwenyewe maisha yako ya soka unayaona anaenda mpaka kufikia level gani, labda kuishia hapa Tanzania au unajiona uwezekano wa kuenda kucheza nje mipaka Tanzania, huo uwezekano upo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, anazidi kunipa afya kila siku. Kwa hiyo kila unapozidi kupata afya ndipo unapozidi kuweka ndoto nyingine. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, kwa hiyo naithamini sana leo ambayo ina faraja kwangu.
sijajua kesho Mwenyezi Mungu ataniwekea wapi, lakini ndoto zangu kuwa zaidi ya hapa ambapo nilipokuwa. Kwa hiyo ikipatikana nafasi ya kutoka nje ya Tanzania, tutaenda kufanya vizuri pia zaidi ya hapa ambapo tunafanya. Muhimu tu kuaminika. Kwenye soko inahitajika uaminike tu. Ukishindwa kuaminika, vitu vingine vinatokea. Unapokuwa off, kwa maana ya kwamba hamko kambini, mkijiandaa maybe na mchezo unaofuata, uko mapumzikoni, uko nyumbani, ni vitu gani zaidi unapendelea kufanya unapokuwa uko nyumbani? Mimi muda mwingi huwa na familia. Mzazi wangu yuko hai, wazazi wangu wote wako hai. Kwa hiyo muda mwingi huwa na familia. Na juzi tu hapa nimetoka kuoa, kwa hiyo sasa hivi nitakuwa nipo busy sana pamoja na familia yangu zaidi ya mwanzo. Kwa hiyo alhamdulillah, katika kile ambacho kilikuwa kinatafutwa mwanzo na maisha ambayo nilikuwa nayo sasa hivi, kiukweli ni sehemu kubwa sana Mwenyezi Mungu amenifanikisha. Kwa hiyo bado nasali kumuomba, kwa sababu malengo kwangu ni makubwa katika kile ambacho nakifanya, katika kile ambacho naelekea. Nyuma yangu kuna watu wengi sana. Kwa hiyo kwenye ambacho nakifanya huaga nawaza sana siku nikidondoka ambao wako nyuma yangu watafanya nini. Kwa hiyo sidhani kama nitakuja kudondoka kirahisi. Selemani Bwenzi, pale wakati unafunga ndoa ilionekana kuwa na hisia sana mpaka kutoka na machozi. Ni nini hasa kilikugusa? Sisi kwenye maisha yetu kuna sherehe 3. Ya kwanza ni kuzaliwa, ya pili kuoa, na ya 3 ni kufa. Kwa unapozaliwa utalia sana. Lakini unapoingia kwenye ndoa, unaingia katika majukumu mengine ambayo unamtoa mtoto wako katika maisha mengine, unamweka katika maisha yako. Kwa changamoto zinakopo nyingi, zinaweza kusababisha kuwa na emoji tofauti. Muhimu tu kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kufanikisha. Hapa nibakisha sherehe moja tu ya kufa ambayo mtanililia nyie. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Sawa, unapokuwa kambini, ni mchezaji gani ambaye asipokuwepo asema no, hii kambi bado, yaani asipokuwepo hii kambi bado, akija tu asema kambi imeanza sasa ukiwa kambini? Mimi na watu wengi ambao nacheka nao huko ndani. Inawezekana mimi ndo nikawa mtu ambaye nikikosekana watu wanakosa la, kwa sababu na majina mengi huko ndani naitwa Mahandunje, mara Joti, yani kuna majina mengi sana ambao naitwa. Inawezekana mimi ambaye nikiwa sipo ndo watu wanakosa la, lakini kwa upande mwingine Maliki, Magingi ni watu ambao nikiwa sijaona kwa muda mrefu kwangu inakopo haileti raha. Umecheza timu moja na Bernard Morrison. Morrison ni mtu wa namna gani? Mshikaji mmoja yuko fair sana. Blaza mtu ambaye ukifanya kitu kizuri anakusifia. Kama mimi nimeenda pale, yeye ni mtu ambaye nimemkuta akiwa anaumwa. Alisajiliwa akiwa anaumwa, lakini ni mtu ambaye hata kama anaumwa lakini anakuonyesha kuwa wewe unatakiwa kufanya kitu kizuri. Inawezekana kati ya vitu ambavyo vizuri nilivyokuwa navifanya, mengine alikuwa anatoka katika kinywa chake kunielekeza kwa hii namba inachezwa hivi, ili upate pesa Tanzania lazima uliingie kile ambacho unacho. Kwa kama unaweza kumfuata mtu kumpiga chenga, mfuate mtu umpige chenga. Kama unaweza kufanya kila kitu ambacho kizuri ukikifanya kwenye mechi, huwa anakuambia kwa leo umefanya kitu kizuri, endeleza kukifanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia amshikie kwa moyo wake mzuri ambao anao. Ligi kuu Tanzania bara kwa kiwango kikubwa sana imetawaliwa Simba na Yanga. Ndio wanaoonekana kuchukua ubingwa kwa kubadilishana. Kwako wewe, unaona ina afya kwa mpira wa Tanzania? Wenyewe wanasema jitihada wajada. Kila mwenye jitihada Mwenyezi Mungu ndo anamuongezea. Kwa hiyo yoyote anaweza kufanya kitu kizuri pale anapoonyesha jitihada zake. Kwa sababu nakumbuka kuna msimu Azam alichukua ubingwa, kuna msimu kabla sisi kuwa katika soka Kagera alishawahi kuchukua ubingwa. Kwa chochote kinaweza katokea katika mpira. Muhimu tu kuonyesha ile effort ambayo wewe unatakiwa kuifanya, unaweza kuifanya. Kama sisi sasa hivi Mashujaa tumejiwekea katika nafasi 4 za kwanza zile tuwepo. Kwa hiyo kama hatuwezi kuonyesha jitihada, hatuwezi kufika. Kwa hiyo kila mmoja katika soka anakuwa katika malengo yake. Mimi nina malengo ya kuja kuwa mchezaji mkubwa, lakini kuna mwingine anatamani tu acheze ligi kuu maisha yake akaishia hapo. Kwa kila mwenye malengo ndio Mwenyezi Mungu anamuongezea malengo yake. Tofauti ya kuishi Mashujaa, kwa maana mazingira ya kuishi mkiwa kambini Mashujaa na timu nyingine ambazo ulizopita, tofauti ni ipi? Sijapita timu nyingi, lakini hapa protocol inafuata kubwa sana kwa sababu tunaishi mazingira ya jeshi. Kwa hiyo unatakiwa ufuate protocol za jeshi zinavyohitaji. Kama mchezaji unatakiwa ujiwekee mipaka yako, uwepo kempu muda gani, chakula muda gani, tunakula kwa protocol kwa pamoja, tunafanya kila kitu kwa pamoja. Tofauti na Keni mimi nilikuwa nakaa nyumbani kwangu. Kiwango kile chote nilichokuwa nakiona Keni kwa natokea nyumbani kwangu. Kwa hiyo timu zilikuwa tofauti katika kila kitu ambacho kinafanywa, katika kila kitu ambacho kinatendwa. Kwa hiyo upangaji wa timu unapangwa na viongozi na utofauti wa timu pia unatofautiana pamoja na viongozi. Ukiwa kambini mwe kukutana na Doso?
Doso ndo nini? Yaani umekosea, labda sasa unatakiwa upitishwe kwenye zile taratibu za kijeshi za adhabu. Kwa kweli imetoka nianze mazingira ya mpira sijakutana na adhabu yoyote kubwa. Sababu huwa nafuata kile ambacho mkataba wangu unahitaji. Nikikosea bahati mbaya, alhamdulillah tunaomba msamaha, maisha mengine yanaendelea. Sasa mimi nakushukuru. Asante sana. Shukrani.